wakati mzuri ambao Mungu ametupatia wa kuweza kuisikia sauti yake siku ya leo kupitia neno lake. Leo ikiwa ni siku kuu ya Pasaka, siku ya ushindi mkubwa ambao Bwana Yesu aliweza kuupata, na ushindi huo ulikuwa kwa ajili yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio sababu tuna kila sababu ya kusherehekea na kushangilia. Na ujumbe wa leo unapatikana kwenye kitabu cha Marko, Injili ya Marko mtakatifu, sura ya 16 mstari wa 2 na wa 3. Nami nitasoma kama ilivyoandikwa. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetuvingirishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Ujumbe wa leo una kichwa kinachosema kuendelea katika ushirika mpya. Kuendelea katika ushirika mpya. Tuombe. Mungu mwema, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo unatupenda sisi wanadamu kwa upendo wa ajabu. Na ndio sababu Yesu kasema hakuna aliye na upendo kama huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Yesu Kristo, ulikubali kupata mateso ya msalaba, kupata aibu, kutemewa mate na kila ukatili uliofanyiwa pale msalabani. Ulivumilia kwa ajili yetu ili sisi tuweze kupona, ili sisi tuweze kuokolewa. Tunasema asante kwa sababu hatuna cha kukulipa kuonyesha shukrani zetu kwako, isipokuwa tu ni kuthamini kazi yako ya msalaba. Siku ya leo pote ulimwenguni watu wanafurahia na kushangilia, ni kwa sababu ya kuthamini ile kazi ulioifanya pale msalabani. Tusaidie na sisi tunapokwenda kusikia ujumbe wa neno lako, tusaidie kuwa na mioyo ya shukrani, mioyo ya kuthamini kile ambacho ulikifanya pale msalabani, mioyo ya kuthamini neema yako, kwa sababu umesema tusiipungukie neema yako. Mungu mwema, tunakushukuru kwa sababu Roho wako Mtakatifu atatuongoza katika neno lako na kututia katika kweli yako, na hiyo kweli itatuweka huru katika jina la Yesu, na watu wote tuseme amen. Tunaweza kukaa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kuendelea katika ushirika mpya. Jina la Bwana libarikiwe. Nianze kwanza na maana ya sikukuu ya Pasaka, na nikianza katika Agano la Kale. Tunaona katika Agano la Kale sikukuu ya Pasaka ilikuwa ni sikukuu ya Wayahudi kukumbuka jinsi Mungu alivyowakomboa toka utumwani Misri. Na tunaona walipewa maelekezo
ya kuchinja mwana kondoo wa Pasaka na damu yake kupaka kwenye miimo na vizingiti vya mlango. Na waliambiwa wafanye hivyo ili yule malaika wa mauti ambaye alitumwa kuleta pigo la mwisho kwa Farao pamoja na Wamisri kutokana na ugumu wa moyo ulioonyeshwa na Farao. Kwa hiyo tunaona Mungu alipoambiwa na Musa kwamba mbona kunakuwa na ugumu wa Farao kuwaruhusu Waisraeli kuondoka kama ulivyonielekeza, lakini Mungu akamwambia bado liko pigo moja ambalo nitampiga Farao, na kwa pigo hilo hatakuwa na namna yoyote isipokuwa tu ni kuwaruhusu, hatakuwa na uchaguzi wote isipokuwa ni kuwaruhusu muondoke. Na ndio akawapa hayo maelekezo ya kuchinja mwana kondoo wa Pasaka na kupaka damu yake kwenye miimo ya milango pamoja na vizingiti vyake. Na malaika wa mauti alipopita, alipita juu. Neno la Kiingereza pass over, pita juu ya. Kwa hiyo kila nyumba ambayo ilikuwa mlango wake umepakwa damu, malaika wa mauti alipoona ile damu akuua wazaliwa wa kwanza waliokuwa kwenye ile nyumba. Lakini kwenye nyumba zote ambazo hawakuwa na hayo maelekezo na hawakufanya hivyo, tunaona kukawa na msiba mkubwa katika nchi ya Misri, kuanzia nyumbani mwa Farao, kuanzia kwenye ikulu ya Farao. Farao na yeye mzaliwa wake wa kwanza akawa amekufa. Kwa hiyo kukawa na msiba na kilio cha wazaliwa wa kwanza katika nchi ya Misri. Na hayo unaweza kuyasoma kwenye Kutoka sura ile ya 12. Unaweza kupata hapo. Lakini pia unaweza kusoma kwenye Wakorinto wa kwanza 5:7. Utaelewa hiyo sikukuu ya Wayahudi ilivyokuwa. Lakini ukija sasa kwenye Agano Jipya, ambayo sikukuu ya Pasaka inapata mwendelezo, inaendelea lakini ikiwa tofauti na vile ilivyokuwa Pasaka ya Agano la Kale, tofauti na Pasaka ya Wayahudi. Na siku hii Wayahudi waliendelea kusherehekea kama kawaida, lakini safari hii sasa ilikuwa ni tofauti. Ilikuwa ni tofauti kutokana na kwamba safari hii hakukutakiwa tena na wanyama kama vile kondoo kuchinjwa. Safari hii mwana kondoo aliyepaswa kuchinjwa ni Yesu mwenyewe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunaona utofauti wa Pasaka katika Agano la Kale na Agano Jipya. Agano Jipya tunaona katika Agano la Kale ilikuwa ni sikukuu tu ya Wayahudi. Sawa?
Lakini katika Agano Jipya ni sikukuu ya watu wote kukumbuka kutimia kwa ukombozi wa wanadamu wote toka utumwa wa dhambi kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaona kwa nini tunasherehekea Pasaka na kwa nini Pasaka inasherehekewa ulimwengu mzima. Haisherehekewi tu kule Mashariki ya Kati kama ilivyokuwa wakati wa Agano la Kale. Ni kwa sababu sasa sikukuu hii imekuwa bora zaidi. Haleluya. Haleluya. Na imekuwa ya watu wote, kwa sababu mwana kondoo aliyechinjwa katika Pasaka ya Agano Jipya, yani Yesu Kristo, alimwaga damu yake kwa ajili ya watu wote. Haleluya. Damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani ilimwagika kwa ajili ya watu wote. Unaweza kusoma kwenye Mathayo sura ya 26 mstari wa 26 mpaka 28. Tunasoma hivi: nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huo ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Kwenye Ufunuo sura ya 5 mstari wa 8 mpaka wa 10 tunasoma hivi: hata alipokitwaa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa. Unaona? Kwa kuwa ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Kwa hiyo hapo unaona siku ya Pasaka, maandiko yanathibitisha kwamba Pasaka ya Agano Jipya hakukuwa na kondoo wanyama waliochinjwa, isipokuwa mwana kondoo wa Mungu aliyeichukua dhambi ya ulimwengu, aliyeibeba dhambi ya ulimwengu pale msalabani. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona sababu ya kuchinjwa mwana kondoo na sababu ya Yesu kuchinjwa. Kuchinjwa ina maana sio tu kuchinjwa kule unakokufahamu wewe. Kuchinja, hata unapochinja wanyama, lengo lako ni kwamba unaondoa ule uhai. Uhai ndio damu.
Kwa hiyo tunasema Yesu alichinjwa kwa sababu gani? Ile damu ambayo ndio uhai ulitolewa katika mwili wake. Na tunaona jinsi uhai wa Yesu ulivyotolewa. Tunaona wale askari wa Kirumi msulubisha pale msalabani kwa kumgongelea na misumari minene kwenye mikono yake yote miwili na kwenye miguu yake yote miwili, na kwa kufanya hivyo damu zikawa zinachuruzika, ambayo ni sawasawa sasa na kuchinja. Unapochinja mnyama, ina maana unaelewa wazi kwamba uhai ni damu. Kwa hiyo ni kama vile mtu anapougua amepungukiwa na damu. Kuna watu wengine ambao wanakufa asipoongezewa damu, si ndio? Kwa hiyo Yesu Kristo, maandiko yanasema alichinjwa kwa sababu yale mateso ambayo aliyapata masaa 6, baada ya kugongelewa ile misumari, damu ilimwagika. Damu iliendelea kumwagika, na mpaka ilipoisha ile damu akakata roho. Na hiyo ndio ilikuwa njia ambayo walikuwa wanaitumia wakati ule kuadhibu wakosaji. Na pale Golgotha, kile kilima cha Golgotha au Calvary kilikuwa karibu na njia kubwa ambayo watu walikuwa wanapita. Kwa hiyo ilikuwa kila mtu anayepita pale, anapoona mtu ametundikwa msalabani, ilikuwa ni fundisho kwamba yeye asifanye kosa kama lile ambalo limesababisha yule mtu awe pale msalabani. Kwa hiyo tunaona damu ya Yesu Kristo ilipomwagika, kusudi la hiyo damu ilikuwa ni kuleta ondoleo la dhambi. Haleluya. Haleluya. Dawa ya dhambi haikuwa kitu kingine chochote isipokuwa ni damu ya Yesu. Ndio maana mwimbaji mmoja akaimba akasema, sioshwi dhambi zangu bila damu yake Yesu. Hapendezewi Mungu bila damu yake Yesu. La kunisafi sina ila damu yake Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana kwenye Waebrania 9:22 tunasoma hivi: na katika Torati, yani kuanzia Agano la Kale, ndio maana nimekuambia kwamba kulikuwa na Pasaka tangu Agano la Kale. Na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Sasa hivi kuna imani nyingi, kuna dini nyingi ambazo na wao wanasema wanamwabudu Mungu. Wanasema wanamwabudu Mungu aliye hai, na kwa sababu wanaelewa ya kwamba Mungu anataka wale wanaomwabudu wamwabudu yeye katika roho na kweli, na wao wanasema wanamwabudu Mungu katika roho na kweli. Lakini ukichunguza kile wanachokiamini au kile wanachokitegemea kuhusu upatanisho, hawaamini kuhusu damu.
hawaamini kuhusu damu ya Yesu. Ni kweli wanasema ya kwamba kuna wengine ambao wanasema wanaamini agano la kale, lakini hilo agano la kale ambalo wanasema wanaamini, mbona linasema hata katika agano la kale kwenye Torati ile ya Musa, pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi? Na ndio maana kulikuwa na damu, kulikuwa na wanyama ambao walikuwa wanachinjwa kama upatanisho badala ya watu ambao walikuwa na dhambi. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye amefanya dhambi ilikuwa lazima afe, lazima auawe. Lakini tunaona Mungu katika agano la kale akawapa njia ya wanyama kuwa upatanisho. Na katika agano jipya tunaona Mungu ametupatia mwana kondoo wa Pasaka asiye na ila. Ndio maana kwenye Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee. Alimtoa kuwa sadaka, alimtoa kuwa kipatanisho kwa wanadamu na Mungu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Pasaka isingeweza tu kukamilika, Pasaka ya agano jipya sasa. Sawa? Pasaka ya agano jipya kama ambavyo nimekwambia ni tofauti na ya agano la kale, isingeweza kukamilika tu kwa Yesu tu kuteswa na kufa pale msalabani. Lakini tunaona baada ya Yesu kuteswa na kufa pale msalabani, tunaona maandiko yanasema yeye alishuka kuzimu. Sawa? Alipokata tu roho, Yesu alishuka kuzimu. Kwa hiyo pale msalabani aliacha tu mwili. Sawa? Na alipoacha ule mwili, ndio tunaona sasa Yusufu wa Arimathaya pamoja na Nikodemu wakaomba kibali, wakauchukua, wakaenda kuuzika. Na kwa sababu ilikuwa ni maandalio ya Pasaka, kwa hiyo kusingekuwa na mambo mengi. Kwa hiyo Yesu alizikwa. Yaani hakupata hata ile watu wanayotafuta kwamba heshima ya mazishi, kama lazima wanafunzi wangu wawepo. Lakini kwa sababu ilikuwa ni maandalio ya Pasaka, wale waliokuwepo tu watu wenye huruma. Kumbuka wakati huo wanafunzi wengi wameshatawanyika, kwa sababu maandiko yalisema nitampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Tunaona Petro mwenyewe aliyesema mimi haiwezekani nikakuacha. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kwa sababu Yesu alishuka kuzimu na aliwaambia wanafunzi wake kwamba kama ilivyokuwa kwa Yona, alivyokuwa tumboni mwa samaki kwenye tumbo la nyangumi kwa siku 3,
ndivyo itakavyokuwa na kwa mwana wa Adamu, yani Yesu Kristo, kuwa kaburini kwa siku 3. Lakini baada ya hizo siku 3 atafufuka. Na unabii mwingine ambao Yesu aliusema, aliwaambia, na ndio maana watu hawakumuelewa, na moja ya sababu zilizowafanya hawa viongozi wa dini na wa serikali kumhukumu Yesu, kwa sababu alisema atavunja hekalu. Lile hekalu ambalo lilitumia muda mrefu kujengwa, yeye akasema nitalivunja ili hekalu na nitalijenga tu kwa siku 3. Lakini wao hawakuweza kumuelewa Yesu. Lile hekalu alilokuwa anazungumzia, hakuwa anazungumzia hekalu lililojengwa kwa mikono ya wanadamu. Alikuwa anazungumzia hekalu ambalo limejengwa na Mungu mwenyewe, yani watu wake. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunaona kama alivyosema, siku ya 3 akafufuka. Na hii siku ya 3 ndiyo ambayo ilikamilisha huduma ya Yesu. Na ndio maana kulipotokea mjadala ya kwamba je, Yesu aliteswa pale msalabani? Je, alikuwa ni yeye Yesu au alibadilishwa mtu mwingine kama watu wengine wanavyosema? Kukatokea huo mjadala. Na kulikotokea huo mjadala, na kutokea kutoelewana au watu kutoelewa ili fundisho la Yesu kuteswa na kufufuka, Mtume Paulo anapowaandikia Wakorinto, anawaambia kuwajibu, anawaambia, anawathibitishia ya kwamba Yesu Kristo aliteswa na siku ya 3 akafufuka. Na anawaambia Wakorinto, kama Yesu akufufuka, basi imani yetu ni bure na imani yenu ni bure. Hata wale ambao wamekufa katika Bwana, basi hata wao hakuna tumaini lolote. Na anasema kama mnaamini ya kwamba kuna kiama ya wafu. Unajua wakati ule kulikuwa na Mafarisayo ambao walikuwa wanaamini juu ya ufufuo. Lakini kama ilivyo kwa watu wengi sasa, watu wengi sasa wenye dini, kwa nini wana dini? Kwa nini wanamtafuta Mungu? Kwa sababu wanaamini ya kwamba baada ya kufa kuna kiama ya wafu. Masadukayo wao walikuwa waamini kwamba kuna kiama ya wafu. Kwa hiyo Mtume Paulo anapoandikia Wakorinto, anawaambia kama kuna kiama ya wafu, mnatakiwa sasa kuamini, kwa sababu Yesu ndiye aliyeonyesha njia, ndiye limbuko la kwanza, ndio zao la kwanza kufufuka. Haleluya. Haleluya. Unajua imani ya kumwamini Yesu Kristo ina ushahidi. Kuna viongozi wengine wanaosema ya kwamba na wao ni viongozi wa dini, lakini hawakuonyesha ushahidi kama Yesu alioonyesha. Siku ile tu Yesu amekamatwa na kuanza kusulubiwa na kupelekwa msalabani, kuna ishara kubwa zilizomthibitisha Yesu. Tetemeko
makaburi kufunuka na miili ya watakatifu kuonekana hapa duniani. Hiyo ilitosha kuamini kwamba Yesu Kristo ndiye Masihi. Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Na mmoja kati ya wale askari akida aliyesimamia kile kikosi cha askari wa Kirumi kilichokuwa kimepewa kazi hiyo ya kuhakikisha Yesu anasulubishwa, maandiko yanasema yule akida alipoona yale yaliyotukia na Yesu alipokata roho, akamkiri Yesu, akasema hakika huyu ni mwana wa Mungu. Lile neno kwenye Wafilipi 2 linalosema kila ulimi utakiri na kila goti litapigwa kwamba Kristo ni mwana wa Mungu, ikatokea. Yule akida kwa kukiri kwake akaweza kupata neema ya wokovu, kwa sababu aliamini katika moyo wake na akakiri. Sawa sawa na Warumi 18 anasema, kwa maana kwa moyo mtu huamini na kwa kinywa ukiri atakupata wokovu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunaona hapo ndipo sasa Pasaka hata tunaposherehekea inakuwa na maana, kwa sababu Yesu yu hai. Yesu anaishi. Haleluya. Na kwa nini Yesu baada ya kufufuka akupaa kwenda mbinguni? Kwa sababu kulianza ukurasa mpya. Haleluya. Na huo ukurasa mpya ulitoa nafasi ya wanafunzi wake ambao wakati huo walikuwa wamepoteza tumaini, ambao wakati huo walikuwa wamekata tamaa, ambao wakati huo walikuwa wanahuzunika. Na ndio maana tunaona hata Mariamu Magdalena na wenzake wakienda kaburini, hawakuwa wanaenda kushuhudia kile ambacho Yesu alikisema ya kwamba siku ya 3 atafufuka. Lakini maandiko yanasema walikuwa wanaenda kaburini ili waweze na wao kufanya kitu ambacho hawakuweza kufanya wakati Yesu anazidi. Bwana asifiwe sana. Walichukua mafuta kwenda kupaka mwili wa Yesu. Ndivyo maandiko yanavyosema. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka uone kitu gani? Japo wanafunzi wa Yesu walikuwa wanapitia katika changamoto, walikuwa wanapitia katika misukosuko, lakini waliendelea. Haleluya. Waliendelea. Ndio maana unaona Mariamu Magdalena wakienda kaburini. Hiyo inaonyesha kwamba bado safari inaendelea. Wana wa Israeli walipokuwa wanasafiri kutoka katika nchi ya Misri, maandiko yanasema walipofika bahari ya Shamu wakaanza kumlilia Musa. Umetutoa Misri ili uje utuangamize hapa. Na Mungu anamwambia Musa,
Israeli wasiendelee kulia. Waambie waendelee mbele. Kuna faida unapokutana na vipingamizi, unapokutana na mambo magumu, lakini unaikataa kwa bidii roho ya kurudi nyuma. Unaposema nitaendelea mbele, hata iweje, ijapobadilika milima, nitaendelea mbele. Unaposema hakuna kitu cha kunitenga na upendo wa Mungu, Mungu anafanya njia pasipo na njia. Mariamu Magdalena walikuwa wanaendelea mbele, lakini kule mbele walikuwa wanaona jiwe, na wanasema ili jiwe ni nani atakayetuondolea? Ni nani atakayelivingirisha hilo jiwe? Lakini wao wakasema sisi hatujui atakayeliondoa jiwe, tunachojua ni jambo moja tu, sisi tunaendelea mbele. Na kwa kufanya hivyo, maandiko yanasema wakakuta Mungu tayari alishatenda muujiza. Haleluya! Mpe zawadi Mungu ya makofi makubwa. Kwa kufanya hivyo, kwa kuendelea tu mbele, Mungu akaona, alishaona kile kilicho moyoni mwao, na tayari alishatenda muujiza wa jiwe kuondolewa. Na sio tu jiwe kuondolewa, wangefika pale wakute jiwe limeondolewa, halafu wanaona tu sanda, kungekuwa na maswali tena. Lakini unaona Yesu, Mungu alichokifanya, wakamkuta, maandiko yanasema kijana. Lakini huyo alikuwa ni malaika. Haleluya! Malaika akawa pale, alikuwa pale kwa kujua kuna watu watakuja wenye maswali na wanayohitaji majibu. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Na walipofika pale, yule kijana anawaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai makaburini? Hayupo hapa, amesha fufuka na amewatangulia kwenda Galilaya, na huko ndiko mtakako muona. Haleluya! Haleluya! Huyu ndiye Mungu anayefanya njia pasipo na njia. Alifanya hivyo hata kwa wakoma. Haleluya! Haleluya! Wakoma walioamua kuondoka na kuendelea mbele, wakasema hatuwezi kukaa hapa mpaka hii njaa ituue, tutaondoka, tutaendelea mbele. Na walipofanya hivyo, Mungu akatenda muujiza. Akaweka microphone kwenye vishindo vya miguu yao, sauti ikaongezeka, kukawa na spika kubwa, na zile sauti zikawafikia jeshi la Washami, na wao wakasikia, na kwenye mawazo yao wakaona kwamba tayari mfalme wa Israeli amesha kodi majeshi mengine yenye nguvu na uwezo kuliko majeshi ya Washami. Na majeshi ya Washami wakaingiwa na
wasiwasi, wakakimbia, wakaondoka, wakaacha kila kitu, na Mungu akafanya muujiza mkuu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunaona ukurasa mpya ulianza kwa sababu Mariamu Magdalena na wenzake. Sikiliza, unaweza usinielewe sana, lakini nisikilize vizuri. Napozungumzia ukurasa mpya ni kile ambacho Yesu alikifanya. Sawa? Yesu alifungua ukurasa mpya. Lakini watu wa kunufaika na huo ukurasa mpya walikuwa ni wanafunzi wake pamoja na watu wengine. Sawa? Na wote ambao wangeitwa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini sasa nazungumza hivi. Yesu amefungua mlango kuingia, au Yesu amefungua ukurasa mpya. Kwanza ukurasa mpya sasa ni jukumu la nani? La wanafunzi wake ambao walikuwa wamekata tamaa, lakini na watu wengine ambao Yesu aliwafia pale msalabani. Sawa? Kwa hiyo tunachokiona kilichoanza kwenye ukurasa huo mpya ni kuendelea mbele. Mariamu Magdalena pamoja na wenzake, Mungu aliwatendea muujiza kwa sababu waliingia na wao kwenye ukurasa mpya. Haleluya. Unajua hizi sikukuu zinatokea kila mwaka, zinafanyika kila mwaka, lakini unashangaa pamoja na Yesu kufungua ukurasa mpya, watu ambao wananufaika na kuendelea na huo ukurasa mpya ni wachache. Wengine wanaadhimisha tu na kusherehekea hizi sikukuu bila hata kujua maana yake, na kwa sababu hawajui maana yake, ndio unaona sikukuu hizi haziwaletei mabadiliko. Hata wanapokusanyika hawakusanyiki kwa faida, wanakusanyika tu kwa hasara. Na makusanyiko kama hayo ndio ambayo Mungu anayachukia. Anasema niondoleeni kelele zenu, kwa sababu mnakusanyika kwa hasara. Yesu ameshafungua ukurasa mpya, ninyi hamtaki kuingia kwenye huo ukurasa. Hamtaki kuendelea katika huo ukurasa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona hapo ndipo ulipoanza ukurasa mpya. Sasa Yesu anawaambia, na watangulia kwenda Galilaya, huko ndiko watakaponiona. Galilaya, mahali ambapo Yesu alikuwa anakutana kila wakati na wanafunzi wake. Anawaambia tukutane Galilaya. Tukutane mahali tunapokutana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu wetu ni wa utaratibu, sio Mungu wa machafuko. Kuna mahali ambapo unatakiwa kukutana, na ndio maana anasema msiache kukutana kama ilivyo desturi ya wengine. Maandiko sehemu nyingine yanasema ajitengaye na wenzake ushindana na kila shauri jema, na utafuta matakwa yake mwenyewe na wala si matakwa ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Kule Galilaya Yesu anaposema tukutane, ni mahali ambapo sasa Yesu anaanza, baada ya kufufuka kwake, anaenda hatua nyingine, hatua ya ufuatiliaji
na kuwaimarisha wanafunzi wake. Haleluya. Kwa nini anawaimarisha? Kwa sababu tumaini lake baada ya yeye kuondoka lipo kwa wanafunzi wake, yaani kanisa lake. Ndio maana aliwaombea, akamwambia Petro, Shetani amekusudia kuwapepeta ninyi kama ngano, lakini nimekuombea wewe imani yako isitindike, yani isishuke kupita kiasi. Utakapokuwa umeongoka, waimarishe ndugu zako. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Kwenye Matendo 1:2 anasema hivi: kitabu kile cha kwanza na alikiandika Theofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Haleluya. Hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Kule Galilaya walipomkuta Yesu, alikuwa na kazi moja tu. Alikuwa anajua ya kwamba wanafunzi wake wamekata tamaa, wamevunjika moyo. Kina Petro wakarudia nyavu zao, wakaenda kuvua samaki. Kleopa na wenzake katika siku baada ya Yesu kufufuka, waliokuwa wanaelekea Emau, maandiko wanasema walikuwa wamekunja nyuso zao, yaani wamepoteza tumaini. Lakini bila wao kujua, Yesu anawatokea katika ile njia, anawaambia, mna tatizo gani? Mbona mmekunja nyuso zenu, mnahuzunika? Wanamjibu Yesu bila kujua, wanamwambia, kwani wewe mgeni hapa Yerusalemu hujajua mambo yaliyotokea? Mambo gani? Yesu anauliza. Anasema mambo ya Yesu wa Nazareti, mtu ambaye tulikuwa tunamtegemea awe mfalme atukomboe na utawala wa Kirumi, lakini viongozi wetu wa dini na wa serikali wakamsulubisha, wakambambikia kesi, kwa sababu aliona anaingilia maslahi yao. Wamemsulubisha, na leo ni siku ya 3. Hatuelewi kinachoendelea, ila tu kuna wanawake kadha wa kadha walikuja, walioenda kaburini wakaleta habari kwamba hayupo, hawakukuta hata mwili wake. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaona kule Galilaya, baada ya kufufuka Yesu, kilichofuata ni ufuatiliaji na kuwaimarisha wanafunzi wake aliowategemea kuendeleza kazi yake. Ndio maana tunaona akabaki Yesu kwa siku 40 akiwafundisha mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Na baada ya siku 40 akawa amepaa kwenda mbinguni. Na wakati anapaa, kulikuwa na wafuasi 500 katika ule mlima wa Mizeituni. Alipotokea malaika akawaambia ya kwamba ninyi mnaoshuhudia Yesu akipaa, ndivyo pia atakavyorudi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe.
Na baada ya Yesu kupaa, kumbuka lile agizo aliwaambia ya kwamba wasitoke Yerusalemu, waingojee ahadi ya Baba, ambayo Yesu alishasema habari zake mara kwa mara. Kwa hiyo akawaambia ile habari ambayo nimekuwa nikiwaambia kuhusiana na Roho Mtakatifu, msitoke Yerusalemu, karibu itatimia. Na baada ya zile siku 40, siku 10 baadaye ile ahadi ikatimia. Siku ya 50 ikatimia. Mungu akatimiza ahadi yake kwa kumwaga kipawa cha Roho Mtakatifu. Na tunaona kanisa likazaliwa sasa rasmi. Haleluya. Roho Mtakatifu ndio akazindua kanisa. Kanisa likazaliwa rasmi kwenye Matendo sura ile ya 2. Na tokea hapo sasa kwenye Matendo 2 tunaona mwendelezo wa huduma ambayo Yesu alikuwa ameikusudia kwa wanafunzi wake. Haleluya. Tunaona wanafunzi wa Yesu wakipokea kijiti. Yesu hayupo, lakini wameachwa mitume na wako pale Yerusalemu. Roho Mtakatifu amewashukia, wamejazwa na Roho Mtakatifu, wamebatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha. Lakini tunaona Petro anasimama, anatoa hotuba yake, hotuba inayowafanya watu 3,000 wanaume waokoke. Lile neno la unabii ambalo Yesu alikuwa amemwambia Petro, nitakufanya kuwa mvuvi wa watu, likatimia. Siku hiyo hotuba ya Petro ikavua watu 3,000 wanaume. Tunaona mwendelezo wa huduma hiyo baada ya siku ya Pentekoste. Kwa kanisa la siku za kwanza tunaona mwendelezo ule ukaendelea, na ndio tunapata kitabu cha Matendo ya Mitume. Haleluya. Kitabu cha Matendo ya Mitume kisingekuwepo kama hao wanafunzi wa Yesu baada ya Yesu kufufuka wasingepokea yale mabadiliko, wasingeimarishwa na zile siku 40. Kwa sababu mpaka Yesu anapaa alishahakikisha sasa hawa nimewaimarisha. Tomaso ambaye alikuwa sio wa kuamini tayari akawa ameamini. Petro ambaye alimkana Yesu kwa oga mara 3 akakiri ya kwamba anampenda Yesu mara 3. Petro ambaye alikuwa ni mwoga akasimama siku ile akahubiri kwa ujasiri, akahubiri Injili, akuionea haya Injili. Kama Mtume Paulo anavyosema kwenye Warumi 1:15-16, anasema kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu nimegundua ninapohubiri Injili, ninapowaambia watu Injili, ni uweza wa Mungu unaowaletea wokovu. Haleluya. Haleluya. Tusikae kimya wapendwa. Kukaa kwetu kimya, kuna watu wengi wanaenda jehanamu. Watu wengi wanaenda kuzimu kwa sababu ya kukaa kimya, kwa sababu ya kutokusema.
Limitiwe jina la Yesu, kwa sababu siku ile ya Pentekoste Petro akasimama akasema, mpaka watu wakasema tutendeje ndugu zangu? Na Petro akawapa jibu, akawaambia mwaminini Bwana Yesu, kabatizwa kwa jina lake, tubuni mpate ondoleo la dhambi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Na kitabu pekee ambacho hakijafungwa kwenye Biblia ni kitabu cha Matendo ya Mitume. Hakijafungwa huku mwishoni. Kitabu hiki cha Matendo ya Mitume kinamaliza hivi: akakaa muda wa miaka 2 mizima katika nyumba yake aliyokuwa ameipanga, akawakaribisha watu wote waliokuwa wakimwendea, akihubiri habari za ufalme wa Mungu na kuyafundisha mambo ya Bwana Yesu Kristo kwa ujasiri mwingi, asikatazwe na mtu. Umeona? Hapa inamalizia habari za matendo ya mtume wa nani? Paulo. Bwana sasa. Haleluya. Yanaeleza, yani kitabu hiki kimeeleza tu hivyo, alafu basi hakijafungwa. Kwa nini hakijafungwa? Ni kwa sababu matendo ya watakatifu yanaendelea kuandikwa kwenye kitabu kingine mbinguni. Ndio maana Yohana alipoonyeshwa anasema, na tufurahi, tukashangilie, tukampe Mungu utukufu, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja, na bibi harusi amejiweka tayari. Anasema, naye amevikwa kitani nzuri ing'arayo, safi mno, na kitani hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Haleluya. Matendo ya haki unayoyafanya yanaendelea kuandikwa katika kitabu cha uzima. Matendo ya haki ninayoyafanya yanaendelea kuandikwa kwenye kitabu cha uzima, yanakumbukwa kwenye kiti cha enzi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunaona kuendelea, na ndio maana somo letu linasema kuendelea katika ushirika mpya. Ushirika mpya ukaanza siku ile ulianza baada ya Yesu kufufuka. Haleluya. Yesu alipokuwa anafuatilia wanafunzi wake na kuwaimarisha, alikuwa na ushirika nao kwa ajili ya kuwaimarisha. Na kwa sababu waliimarika, wakawa wanastahili sasa kupokea ahadi ya Baba, kupokea Roho Mtakatifu, kwa sababu tayari wameshaelewa kitu cha kufanya. Hata baada ya kumpokea Roho Mtakatifu, walielewa ya kwamba huyu Roho Mtakatifu tumepewa kwa ajili ya ushuhuda, kwa sababu Yesu alisema, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Samaria, hata mwisho wa nchi. Watu wengi wana kiu ya kujazwa na kubatizwa na Roho Mtakatifu bila kujua kwa nini wanataka kujazwa Roho Mtakatifu. Na Mungu kwa sababu anachunguza mioyo, hawezi kukupa kitu ambacho hutakifanyia kazi. Unajua sisi tu wanadamu tunajua udhaifu wa kila mtu. Kuna mtu mwingine ukimpa 10,000 tu, siku hiyo watu kijijini watapata shida.
na watu watajua kama huyu mtu ana 10,000. Na jinsi atakapokuwa anatamba watu watajua la huyu bwana labda ana mamilioni. Kumbe ana 10,000 tu. Sasa kama sisi tu wanadamu ukishajua kwamba huyu mtu ukimpa hela 10,000 ndio itamharibu, ndio itamfanya apige watu, ndio itamfanya atukane watu, utampa? Huwezi kumpa, kwa sababu na wewe utahusika na kile atakachokuwa amekifanya, utakuwa umechangia.